Msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu ni kusimulie simulizi nzuri inayokwenda kwa jina la Penzi la Mfugaji. Nitake kusimulia ni mimi Gray Simulizi. Ni kuombe usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kwa wa kwanza kupata simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi, nyumba ya burudani. Kijiji cha Mwembeyanga kilikuwa kijiji kidogo kilichojulikana kwa mashamba yake makubwa, mifugo na watu waliopenda kuishi maisha ya kawaida. Asubuhi ilianza kwa milio ya jogoo, sauti za ng'ombe na harufu ya moshi kutoka kwenye nyumba ndogo za udongo. Ndani ya kijiji hicho aliishi kijana mmoja aitwaye John. John alikuwa na umri wa miaka 21. Alikuwa kijana mwenye nguvu, mrefu kiasi, mwenye uso wa upole na macho yaliyoficha ndoto nyingi ndani yake. Alikuwa ametoka katika familia ya kawaida sana. Hakuwa na utajiri wala hakuwa na elimu kubwa iliyoweza kumfungulia milango mingine ya ajira. Lakini alikuwa na kitu kimoja ambacho watu wengi hapo kijijini walikosa: uaminifu na moyo wa kufanya kazi kwa bidii, kitu ambacho kilimtofautisha na watu wengine pale kijijini. Kila siku aliamka mapema na kujaribu kutafuta kazi yoyote iliyoweza kumsaidia kupata chakula na mahitaji yake mengine. Lakini maisha hayakuwa rahisi kiasi hicho, yalizidi kuwa magumu. Lakini hakukata tamaa. Alitamani siku moja afike mahali pazuri akiwa anamiliki pesa, maisha mazuri, kazi nzuri kama wengine wanavyomiliki. Siku moja habari zilienea kijijini kwamba familia moja ya kitajiri iliyokuwa ikiishi mjini ilikuwa inahitaji kijana wa kufanya kazi kwenye shamba lao kubwa la mifugo. Walihitaji mtu mwenye nguvu, mwaminifu, mwenye uwezo wa kuwahudumia ng'ombe. Kijana huyo alitakiwa kuhakikisha mifugo inapata maji, chakula cha kutosha na huduma nyingine nyingi muhimu. John aliposikia habari hiyo, moyo wake ulijaa matumaini. Huenda hii ndiyo nafasi yangu, alijisemea mwenyewe moyoni. Lakini hakujua kwamba safari yake ya kutoka Mwembeyanga kwenda mjini haingekuwa safari ya kawaida. Ilikuwa ni safari ambayo ingebadilisha maisha yake. Safari ya kazi, mapenzi na safari ya vita kati ya moyo wake na tamaa na ukweli. John alikuwa na rafiki yake wa karibu sana aliyeitwa Juma. Walikuwa wamekulia kijiji kimoja. Walicheza pamoja utotoni, walikwenda mtoni pamoja na hata walisaidiana kwenye kazi za shamba. Lakini kadri walivyokuwa, maisha yalibadilika. Juma alikuwa kijana mwenye wivu mkubwa sana, ingawa hakuweka wazi na wala kuonyesha mbele za watu. Aliposikia habari ya kazi ya mjini, yeye pia naye alitamani kuipata hiyo kazi. Siku moja alimkuta John akiwa amekaa chini ya mti mkubwa ujulikanao kama mwembe. "John," Juma alisema. "Naam, nimesikia unataka kwenda kuomba ile kazi ya mjini." John akatabasamu. "Ndiyo, nimesikia wanahitaji kijana wa kuweza kuhudumia ng'ombe, na nilikuwa ninaitamani sana nafasi ya kwenda mjini. Nikifanikiwa kupata hii kazi,
huenda maisha yangu yatabadilika. Juma akamtazama kwa macho yaliyokuwa na tabasamu la nje, lakini moyoni alikuwa na wivu mkubwa. Unajua kazi za matajiri si rahisi. John akamwangalia. Maisha yangu sasa ndiyo sio rahisi. Juma akakaa kimya. John akaendelea kusema, nimechoka kuishi bila kujua kesho napata nini. Kama kuna nafasi ya kufanya kazi, lazima nijaribu. Juma akatikisa kichwa. Sawa, lakini usije ukasahau ulikotoka. John hakuelewa maana ya maneno yale. Alifikiri ni ushauri wa rafiki yake. Hakujua kwamba ndani ya moyo wa Juma kulikuwa na wivu mkubwa ulioanza kukua kwa kasi sana. Msikilizaji wa Gray Simulizi, na huu ndio mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi hii. Sasa ili kujua kisa cha mwendelezo wa simulizi hii, usisahau kusubscribe, washa notification bell ili kupata simulizi zetu kutokea hapa, lakini pia usisahau kucomment mawazo yako, usisahau pia kulike na kushare kwa marafiki wengine ili tuweze kujifunza simulizi za maisha. Niko nami Gray Simulizi kuanzia mwanzo mpaka wakati huu. Tukutane tena wakati mwingine. Bye.